1978 katika ardhi ya Ibambi, Kongo. Alizaliwa mtoto wa kiume, jina lake ni Mamadou Ndala. Mamadou akakuwa katika maadili ya Kiislamu, ukweli, bidii na haki ilikuwa ndiyo falsafa yake kubwa mpaka kuibukia jeshini. Akiwa huko alipanda cheo mpaka kuwa kanali wa jeshi na kisha kuendesha mapambano dhidi ya waasi wa M23. Januari 2 mwaka 2014, Kanali Mamadou aliuawa na waasi wa ADF kutoka Uganda kwa njama za wanajeshi wenzake. Waasi wakagonga cheers. Wazalendo tukahuzunika kumpoteza Patrice Lumumba wa pili nchini Kongo. Moto wa maandamano ukawaka nchini Kongo, kutaka waliohusika kumuua kipenzi chao washughulikiwe. Novemba 18, mahakama ya kijeshi nchini humo ikamkuta Kanali Birocho Nzanzu kuhusika katika njama za mauaji akishirikiana na waasi. Akahukumiwa adhabu ya kifo. Kanali Mamadou alipenda michezo toka akiwa shuleni. Huko alikimbiza soka balaa. Ndoto yake ilikuwa ni kuja kuwa mwanasoka mkubwa zaidi duniani. Mpango wa Mungu ukakataa. Jeshini ukatiki. Unajua Mungu hakupi unachotaka anakupa unachostahili. Shule ya msingi alipiga huko Ibambi Wamba, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadaye aliendelea na masomo katika taasisi ya Aigroins mjini Isiro. Isiro ni mji mkuu wa jimbo la Wele Juu. Wakati huo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipokuwa ikitawaliwa na Ubelgiji, mji wa Isiro ulikuwa ukiitwa Paulis. Ulipewa jina la Paulis kutokana na jina la mwanadiplomasia Albert Paulis wa Ubelgiji aliyekuwa akiishi nchini Kongo. Tarehe 6 Juni mwaka 1997, jamaa alijiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akilitumikia jeshi kwa nidhamu na uaminifu mkubwa. Akiwa jeshini alikuwa mtiifu na mvumilivu. Hakuwa ni mtu wa papara na tamaa za vyeo. Jamaa alipiga kwata za ukuruta mpaka basiani. Cheo alikuja kukipata baada ya miaka 14 baadaye. Alipandishwa cheo hadi kuwa kanali wa jeshi. Mamadou alipata mafunzo maalum ya kijeshi, yani ukomando, ikiwa ni sehemu ya mipango ya Mungu kumuandaa kwa ajili ya kuisambaratisha M23, waasi ambao walikuwa tishio nchini Kongo. Unaambiwa alifumua kichizi mpaka kukimbilia nchini Uganda kwa wenzao wa ADF NALU kabla ya kurudi tena mwaka 2017 na kuendelea kusumbua tena mpaka leo. Kanali Mamadou Ndala ukimuona huwezi mdhania kuwa ni mnyama akiwa vitani. Ana sura ya kipole, nadhani ilichangiwa hasa na imani yake ya Kiislamu kwa kumjua zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumaliza mafunzo ya ukomando, Kanali Mamadou alikabidhiwa kuongoza kikosi cha makomando 42 wenye mafunzo kama yake, akiwemo Kanali Birocho Nzanzu ambaye ndiye aliyeratibu mauaji yake. Kikosi chake kilikuwa chenye mafunzo maalum ya kujibu mapigo kwa haraka katika jeshi la Kongo, na ndicho kilichokuwa kikisimamia operation ya tokomeza waasi wa M23. Waasi brother wasikie tu kwenye vyombo vya habari. Ni watu ambao huendesha mauaji ya kinyama sana, tena kwa watu wasiokuwa na hatia. Yale yanayoendelea Msumbiji ya waasi wa IS kuwakata watu vichwa huku wakishangilia ni mfano tosha kabisa ukatili wao. Ndipo Kanali Mamadou na platuni yake iliamua kuwateketeza kabisa nchini Kongo waasi wa M23. Kutokana na karama ya uongozi aliyokuwa nayo, aliwaongoza askari wake vizuri na kuwahimiza kuwa na nidhamu na uvumilivu. Kwani kazi ya jeshi sio ya familia bali ni ya nchi yote. Akatokea kupendwa zaidi jeshini hadi mtaani. Wakazi wengi wa Goma walimpenda sana na kumchukulia kama kiongozi atakayefanikiwa kulitokomeza kabisa kundi la waasi wa M23. Na kweli dua zao zikatimia. Agosti mwaka 2013, Mamadou Ndala alipata umaarufu mkubwa na kushangiliwa sana na wakazi wa Goma
alipofanikiwa kuwasambaratisha waasi na kisha kuimarisha ulinzi kwa kuzingira mji wote. Kumbuka huo ulikuwa ni ushindi kwa jeshi la Kongo, lililokuwa likidhibiti 978 katika ardhi ya Ibambi Kongo. Alizaliwa mtoto wa kiume, jina lake ni Mamadou Ndala. Mamadou akakuwa katika maadili ya Kiislamu, ukweli, bidii na haki ilikuwa ndiyo falsafa yake kubwa mpaka kuibukia jeshini. Akiwa huko alipanda cheo mpaka kwa kanali wa jeshi na kisha kuendesha mapambano dhidi ya waasi wa M23. Januari 2 mwaka 2014, Kanali Mamadou aliuawa na waasi wa ADF kutoka Uganda kwa njama za wanajeshi wenzake. Waasi wakagonga cheers. Wazalendo tukahuzunika kumpoteza Patrice Lumumba wa pili nchini Kongo. Moto wa maandamano ukawaka nchini Kongo, kutaka waliohusika kumuua kipenzi chao washughulike.